Karibu mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Jina langu ni Nancy Okware, mtangazaji wa lugha ya ishara. Leo hii ni Caroline Njoroge. Tunaanza na taarifa kwamba huku muda ukiendelea kuyoyoma kabla ya uchaguzi mdogo wa Olkalau siku ya Alhamisi, maafisa wakuu wa usalama nchini, wale wa tume ya utangamano na mshikamano wa kitaifa pamoja na wale wa tume ya uchaguzi humu nchini wamekita kambi na kujitokeza kwa pamoja kuhakikisha usalama wa kutosha wa wapiga kura katika sehemu hiyo. Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja alidokeza kwamba zaidi ya maafisa 1000 wa polisi watashika doria wakati wa uchaguzi huo, huku tume ya uchaguzi ikithibitisha kwamba tayari imeanza kusambaza makaratasi na vilevile vifaa vya uchaguzi huo kwenye vituo vya kupiga kura. Wakati huo huo, tume ya utangamano na mshikamano wa kitaifa humu nchini NCIC imetoa wito wa utulivu, huku ikionya vikali dhidi ya visa vinavyotishia mshikamano wa kitaifa. Hayo yanajiri huku kesi ikiwasilishwa mahakamani kuzuia kuandaliwa kwa uchaguzi huo mdogo wa Olkalau kwa madai ya kuhongwa na kutishiwa kwa wapiga kura. Yusuf Farah anatusimulia taarifa hiyo kwa kina. Ikiwa imesalia saa 48 pekee kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mdogo wa Olkalau, tume ya uchaguzi imesema matayarisho yote yamekamilika, huku polisi wakisema watahakikisha kuna usalama wa kutosha. Kwenye mkutano wa pamoja na wanahabari, tume ya uchaguzi, huduma ya polisi pamoja na tume ya utangamano na mshikamano wa kitaifa zilitoa wito kwa wapiga kura kuhakikisha wanasalia watulivu wakati na baada ya kupiga kura. Huku suala la usalama likitiliwa uzito kwenye uchaguzi huo, Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja alitangaza mipango ya kudumisha usalama kabla na baada ya kuandaliwa kwa uchaguzi huo. We have a minimum of 2 police officers per every polling station. Their work shall be to safeguard the voting materials, the voting process itself, while offering adequate security at each and every polling station, ensuring the electoral officials perform their duties well and unhindered. Additionally, there are alert standby teams deployed at all polling stations. They comprise of not less than 14 officers at each and every polling station. I have deployed 4 platoons of the General Service Unit officers. I have deployed 4 platoons of anti-stock theft unit officers. I've also deployed 4 water cannons. Tume ya uchaguzi pia ilitangaza kwamba itawachukulia hatua maajenti ambao hawajasajiliwa walio na njama ya kuvuruga mchakato huo. We will not allow anybody, whether it's a senior politician or a leader in this country, who has not been cleared and accredited by IBC, to come with their security or their supporters to try and disturb the peace at the polling station or even overrun the polling station. We have asked the National Police Service and all security agencies to help us to deal with this phenomenon of super agents, who are mainly some of the senior politicians in this country. Mwenyekiti wa tume ya mshikamano wa kitaifa, Askofu Dr. Kefa Omwae, aliwahimiza wakazi kupuuzilia mbali semi za chuki na ukabila. Your words carry weight. Use them to unite, not to divide. No cause, no campaign is worth a Kenyan's blood. Wadau wengine walikubaliana kuweka mikakati ya pamoja kuhakikisha uchaguzi huo wa siku ya Alhamisi utakuwa huru na wa amani. Any form of voter bribery or for that matter, any unethical practices is not entertained whatsoever. Lakini matayarisho ya uchaguzi huo yakiendelea, Francis Awino amewasilisha kesi katika mahakama kuu akitaka kusitishwa kwa uchaguzi huo mdogo kwa madai ya matumizi duni ya rasilimali za umma, ghasia pamoja na kutishwa na kuhongwa kwa wapiga kura, visa ambavyo vinaweza kuathiri uadilifu wa matokeo ya uchaguzi huo. Yusuf Farah, Darubini.